Oh yes, God bless you, God bless you. Leo nitazungumza kitu ambacho kinawatatiza Wakristo wengi duniani. Je, ni kweli Wakristo wakioana hawaruhusiwi kuachana? Tafiti zinaenda mbali zaidi. Watu wanasema, siku hizi mkizenguana, mnaenda mahakamani mnagawana tu mali, mnaachana, mnaandikishana pale hivi na hivi. Kuna sheria za kidini ambazo zinaongozwa na Biblia takatifu. Lakini vile vile kuna sheria za kijamii ambazo zinaongozwa kwa misingi ya serikali fulani. Sasa leo siko kuzungumza sheria ambazo zipo chini ya serikali. Nitazungumza mwongozo ambao upo kwenye kitabu cha Biblia. Ikumbukwe Yesu hakuwahi kuwa mchungaji. Ndio maana hakuwa na waumini. Wala hakuwahi kuwa nabii. Wala hakuwahi kuwa mtume. Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu, lakini hapa duniani alikuwa ni mwalimu. Ndio maana kwa lugha ya Kiebrania alikuwa anaitwa Rabi. Tafasiri yake huyu mtu ni mwalimu. Na ndio maana alikuwa na wanafunzi. Sifa ya mwalimu yoyote lazima awe na wanafunzi. Na ndio maana Yesu alikuwa anahubiri kwenye majumuiya ya watu, kwenye mikusanyiko ya watu, tunaweza kusema kwenye crusade ya watu. Sasa Yesu kwenye moja kati ya mafundisho yake aliwahi kutoa mwongozo. Je, wanandoa waachane au wasiachane endapo wataoana kwa misingi ya dini ya Kikristo? Ndio maana leo ukienda kufunga ndoa kanisani, mhubiri anasema hakuna kuachana hadi kifo. Kuna ndoa moja nilikuwa naishuhudia kwenye mtandao. Mchungaji anasema tutapendana kwenye shida na raha, wale wanandoa wanajifanya wajuaji. Tutapendana kwenye raha, sina shida hawataji. Tutapendana kufa na kuzikana, hawasemi hilo neno. Madhara yake ile ndoa haikudumu hata kwa miaka miwili. Tena ilikuwa ndoa ya mtu maarufu sana. Alikuwa analia kwenye vyombo vya habari. Kumbe ni kukwepa hii misingi. Yesu alishatoa mwongozo juu ya masuala ya ndoa. Ukisoma kitabu cha Mathayo, ukisoma kitabu cha Mathayo 19 mstari wa 4 mpaka mstari wa 6, andika. Yesu aliweza kufundisha vitu vingi sana, akirudia maandiko ya kitabu cha Mwanzo. Yesu akasema, Mungu alichokiunganisha mtu asikitenganishe. Mungu alichokiunganisha mtu asikitenganishe. Sasa Yesu hapa anagusia ndoa ambayo imeunganishwa na Mungu. Sio iliyounganishwa na wanadamu. Sio iliyounganishwa na wazazi. Sio iliyounganishwa na wazee wa ukoo. Ndoa yoyote iliyounganishwa na Mungu, sio na mtumishi wa shetani, sio na nabii wa uongo, iliyounganishwa na Mungu, mtu asiitenganishe. Huu ndo mwongozo. Ina maana watu wote ambao ndoa yao iliunganishwa na Mungu, asitokee mtu awaye yoyote akaitenganisha. Ndiyo Biblia inasema hivyo. Tafsiri yake, watu wote ambao ndoa yao iliunganishwa na Mungu hawaruhusiwi kuachana. Hawaruhusiwi kuachana. Hii ni kwa mujibu wa maandiko ya kitabu kitakatifu ambacho ni kitabu cha Biblia. God bless you, God bless you. Is me Levi Azel. Ni mwalimu masuala ya kijamii, kiuchumi pamoja na kiimani. Napatikana kwenye social networks zote kama vile Twitter, Instagram, Facebook, TikTok pamoja na YouTube. Usiache kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare ili uwe wa kwanza kupata habari zetu mara pale pindi tu zinapoweza kutoka.